أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشهد جميعا أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة نصائح غالية وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الشريف صاحب الخلق العظيم الذي جاء لينير بالخلق بالكرم بالسلوك الفاضلة الدنيا كلها. لقد صدقت حينما قلت في حقه وإنك لعلى خلق عظيم. وقلت أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلاة وسلاما عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين وصحابته الكرام المجاهدين المخلصين ومن سار على سيره ونهج نهجه ومن كان على ما كان عليه على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اللهم اجعلنا من أتباع النبي الكريم الشريف إلى يوم نلقونه. Ya Allah, kwanza tunajikinga kwako kutokana na shetani alifukuzwa katika rahma zako. Kisha tunaanzia jina lako takatifu mwenye rehema na mwenye kurehemu. Kila sifa kamilifu zote zinakustahiki wewe peke yako. Na rehema na amani zimwendee mpenzi wako, mpenzi wetu, kiongozi wetu, mfano wetu, mwalimu wetu, mwombezi wetu, Mtume Muhammad na familia yake takatifu iliyotakaswa na wewe mwenyewe na masahaba wake wema na wote waumini wanaojitahidi kumwigiza kwa mwendo mwema mpaka siku ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, ya kukutana na wewe. Na sisi tunakuomba tujalie tuwe katika watu wanaomwigiza mtume wako ambaye ulimsifu katika haki yake ukasema, hakika ewe Muhammad, wewe uko juu ya tabia zote nzuri. Na katika aya nyingine ukamsifu, ukatulazimisha sisi waumini tumuigize yeye kwa kutuambia, A'udhu billahi minash shaitani rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Huyo mjumbe wa Allah kwenu nyinyi ni kiigizo kizuri chema, ni mfano bora. Kwa nani? Liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Kwa yule ambaye anamtarajia Allah subhanahu wa ta'ala, anampenda Allah, mambo yake yote anamkabidhi Allah subhanahu wa ta'ala amtimizie, na anajua yawmal akhir, siku ya mwisho. Hii siku ya mwisho anaijua, tunaijua kwa kuisikia katika mafundisho. Vituko vya siku hiyo tunavisikia. Ni siku ina majina mengi: Yaumul Qiyama, siku ya kisimamo mbele ya jaji mkuu, mbele ya kadhi mkuu Allah tabaraka wa taala. Kwa mwenye kusikia tu hiyo
anatosha mwenyewe kujirudia kila dakika, kujikosoa haraka sana, kutaka msamaha kwa madhambi yote anayomtendea Mwenyezi Mungu na waja wake au viumbe vyake vyote kwa jumla. Pia wadhakara Allah kathira, na akawa anamkumbuka Mwenyezi Mungu kila dakika, haghafiliki. Akighafilishwa na chochote anarudi haraka iwezekanavyo, anakuwa anamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, na anamuona mbele yake, anamsikia kwa masikio yake, anampata kwa mwili wake. Ukimpata Allah kwa mwili wako, unamuona, unamuogopa, unamtii kwa mapenzi, pia unamuogopa kwa kuwa ni mwenye adhabu kali. Ukimpenda anakuwa mpenzi wako, ukimchukia naye atakuwa adui wako. Na ukipendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kitu gani kitakusumbua tena duniani? Lakini lazima ukitaka kupendwa ujipendekeze. Kujipendekeza ni vipi? Ni kuyachukua mafundisho yake na mafundisho mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ukayasoma, ukayajua, ukayatia katika matendo yako, kujitahidi, kujipiga vita kila mara kutokana na udhaifu wa nafsi yako, wa nafsi yangu, wa nafsi yake, nafsi zetu. Nafsi inayoamrisha maovu ni mtumishi wa shaitani rajim, na nafsi inayopigana kwa kujikwamua kutokana na udhaifu wake, kutokana na madhambi na shahawa na nini, matamanio ya kusema unavyotaka, kufanya unavyotaka japo Allah atakasirika. Hii nafsi ni nzuri kwa kuwa inajikwamua kutokana na uzito ilio nao, kutokana na wasiwasi na vitimbi vya shetani. Darasa letu la pili linahusu nini? Linahusu haki ya Muislamu kwa ndugu yake Muislamu. Haki ikikosekana popote pale, hata kama ni ndugu kwa ndugu, undugu unaharibika. Haki ikikosekana kwa mzazi na watoto zake, uzazi unaharibika na utoto unaharibika. Haki ikikosekana kwa mtu na mke wake, ndoa inaharibika. Haki ikikosekana kwa mtu na bosi wake, ubosi na kazi inakwisha. Haki ikikosekana baina ya mja na Mungu wake aliyemuumba, uja wako unaingia katika mashaka na matatizo. Kwa hiyo hiki ni kitu, ni msingi muhimu sana katika maisha yetu sisi wanadamu, hasa na viumbe vyote kwa jumla. Ndio maana Allah katika Qur'ani ametuonyesha utamu wa yeye kuteremsha mafundisho yake. Uzuri na faida ni kwetu sisi, sio faida kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah anaona raha tu, anafurahi kuona mja wake anamnyemelea, anamkimbilia, akipata na shida anamuomba, akipata anashukuru, anaridhia. Allah anafurahi, anamfurahia mja kama huyu. Kinyume na huyo Allah hampendi, na Allah anamchukia, na akipata matatizo hana wa kukimbilia. Zaidi ya Allah hakuna. Na ukiwa na Allah uko na kila kitu. Na ukiwa una Allah usijali yeyote wala chochote. Ulimwengu wote ukiwa kinyume au dhidi yako, usiwe na wasiwasi, Allah atayamaliza. Lakini kama hauna Allah, uko na mashetani katika majini na watu, kwa kweli jahannam ndio mafikio yako. Na jahannam inaanzia hapa ulimwenguni kabla ya kwenda kaburini na akhera, huko ambako tunamwomba Allah atujalie tuingie katika rahma zake ambayo ni pepo. Allah anatuambia katika surati al-Hajj aya 77, anasema waf'alul khaira la'allakum tuflihun, enyi waumini wangu, enyi waja wangu, jitahidini kutenda khair ili muweze kufaulu. Na akasema katika aya nyingine katika surati al-Baqara aya 215,
wama taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi alim, mkitenda kheri yoyote kubwa au ndogo, hakika Allah anasema anaijua. Vile vile katika falsafa ni kwamba ukitaja kitu kinaleta picha ya kinyume ya kile kitu. Ukisema mkitenda kheri, Allah anaijua, maanake ukitenda shari pia anaijua. Hivyo hadithi ya kwanza katika mambo haya, katika haki hii iliyokuwa ya muhimu, ni haki ya kibinadamu. Mpaka mataifa ya ulimwengu mzima, ukisikia wamekutana huko, Umoja wa Mataifa, popote pale wakikutana, mashirika ya watu binafsi, mashirika ya watu ya serikali mengine, unasikia wanasema haki za binadamu, haki 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 haki. Kwa sababu haki ikikosekana, vita havitokwisha ulimwenguni, na Allah aliweka mizani kwa ajili ya kuleta haki. Kila atakayekuwa ameleta mzigo wake ni kilo 5, mpimieni sawa na kilo 5, mumlipe pesa sawa na kilo 5. Msimpimi kilo 5 mkamlipa pesa ya kilo 3. Hiyo ni dhulma. Kwa hiyo haki kinyume chake ni dhulma. Ali ibn Umar radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala al-muslimu akhu al-muslim. Abdullah ibn Umar, yeye babake Umar ibn al-Khattab, Allah awapelekee radhi zake au yaradhi, anasema hakika mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, al-muslim, muslim, akhul muslim, ni ndugu wa muislamu mwenzie mwingine. Ndugu hapa hakusema rafiki, anasema ndugu. Na ndugu japo atakuwa ni kafiri, hamchangii imani, kama hakukuudhi katika imani yako, ana haki ya damu, ana haki ya undugu. Lazima kuheshimu haki hiyo. Je, akiwa ni ndugu yako wa damu na mnachangia imani, undugu unakuwa na degree kubwa. Muslimu ni mtu aliyejisalimisha kwa Allah, sio msemaji mimi Muislamu. Hapana, ni yule tumezungumza katika darasa lililopita linahusu usafi wa nia, ni kwamba moyo wake unao Uislamu, sio ulimi wake. Mimi Muislamu, ndiyo, nani anakatalia? Kuna mtu anaweza kuwa ni kafiri akasema mimi Muislamu bwana. Wewe ukisema huko dokta na hauko dokta, kwani utakuwa dokta? Neno ni neno na hakika ni hakika. Kwa hiyo hapa mtume wetu Muhammadin rehma na amani zimwendee anatupa umuhimu wa tamko al-muslim. Ukisema tu uko Muislamu, ulitoa shahada ya ukweli kutoka ya moyoni mwako, sio kwenye ulimi wako. Hukulazimishwa, ukashahidilia kuwa la ilaha illa Allah, hakuna yeyote anafaa kuabudiwa kwa haki ila yeye Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, na Muhammad rahma na amani zimwendee ni mja wake, ni mtume wake, ni mjumbe wake, mukhlisan min qalbi, kwa ukweli kabisa, kwa ukweli katika moyo wako umejisalimisha mbele ya Mola wako. Labda watu wengine wanachukua matamko kiupuuzi. Katika Kiarabu tafsiri ya muslim wanasema al-islamu huwa al-istislamu lillahi. Istislamu ni kama vile mnaona katika vita, makundi mawili yamepigana, kundi limoja likazidia nguvu lingine, lile likaweka silaha chini, likajisalimisha kwa lile lenye nguvu. Maana yake la haula laha wala quwa, lile nguvu halina ujanja, lile kundi lingine limeshindwa kabisa.
kwa kuogopa kuuawa limejisalimisha. Limejisalimisha bila maneno mabaya, bila ukakamavu, silaha chini na bendera nyeupe. Huu ni mfano wa udhalili, na hapo hapo yule dhalili anakuwa mtumwa yule aliyekuwa na nguvu juu yake. Kwa hiyo hapa Allah anatuambia kwamba nyinyi ni waja wangu, lazima mujisalimishe kwangu, sababu hamna nguvu kuliko mimi na hamna uwezo wote. Mkitaka jambo lolote halitokuwa kama mimi Mola wenu sitaki, na nikitaka liwe yeyote ile ulimwenguni, ulimwengu mzima ujikusanye kwa kukataa, litakuwa, kwa kuwa mimi ndio mwenye nguvu na mimi ndio nimeamua liwe na litakuwa. Tukijisalimisha kwake kama anavyotaka, ulimwengu mzima, dunia yote tunalolitaka tutalipata. Sasa yeye ndio anayamiliki yote, na funguo za kila kitu yeye ndio mwenye nazo, ndio nazo. Kwa hiyo almuslimu akhul muslim, muislamu ni ndugu ya muislamu mwingine. Haramu kufanya nini? La, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yadhlimuhu, asimdhulumu. Katazo. Sasa hapa tukiyajua makatazo, tutakuwa tumekushapata jibu la pili. Kama tumekatazwa haya, maana tumelazimishwa kinyume cha yale. La yadhlimu, asimdhulumu. Watu wengine wanajua dhulma ni nini? Dhulma ni mtu kuwekeshwa pesa kisha akazila asizirudishi, au amana yote. Hapana, hiyo ni moja katika amana. Ukitoa neno la uongo dhidi ya ndugu yako Muislamu, umemdhulumu. Haki yake ni kupewa ukweli, sio kupewa na kusemewa uongo. Msemee ukweli, hii ni haki yake. Kama vile vile akikuwekesha amana, iweke vizuri, siku atakamkabidhi bila kupunguza, bila kugusa. Kwa hiyo dhulm, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema adh-dhulmu dhulumat yawm al-qiyama. Kufanyiana dhulma, kunyimana haki, kupokonya haki ya Muislamu mwenzio, haumpi adabu, haumpi heshima. Akija kukutaka posa, kama anataka kuoa, haumpi na yeye anastahiki, umemdhulumu. Leo tuna matatizo hapa Ulaya, ambako kila nchi iliyokuwa na pesa inaweka vikwazo. Ukitaka kuwa mtu wa maana katika nchi hizo, eti upate kwanza karatasi. Karatasi maana yake nini? Karatasi ya kukuruhusu kuishi nchini hapo. Yeyote yule akisikia unayo karatasi anakupa heshima, ambapo hafai kukupa heshima kwa sababu ya karatasi. Hafai kukupa heshima na haki yako ile ya heshima kwa sababu ya pesa, wewe tajiri, au familia yako tukufu ni matajiri. Hafai kukupa haki kwa kuwa una nguvu, unaweza kumkamua, au una elimu, au una cheo. Hapana. Mtu ana haki ya kupewa haki yake kwa sababu ya utu wake. Amesema Allah katika aya ya Qur'ani, walaqad karramna bani adam, hadi mwisho wa aya. Hakika tumekwisha kuwapa ukarimu, utukufu wana wa Adam. Tumekwisha kuwakirimu wana wa Adam, tumewapa utukufu. Maana yeye Allah anasema ni haki yangu mimi kuwatukuza waja wangu, kuwapa heshima waja wangu. Kwa nini wewe mwanadamu mja mwenzio umnyanganye haki yake, umpokonye haki yake? Maana umejitangazia vita wewe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Umejitangazia vita wewe na Allah Jalla Jalaluhu. Na vita hivyo hutoviweza, utaumia kama kutubu haraka sana. Ila kama ya Mwenyezi Mungu ni ndefu. Kwa wale wapumbafu wanadhani kuna nini? Kutatokea nini? Wallahi kutatokea kitu. Kwa sababu Allah
hataki dhulma. Mjumbe wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatufundisha hapa, anatuambia almuslimu akhul muslim, tukiwa na undugu ni haramu kufanyiana haya yafuatayo: la yadhlimuhu, usimdhulumu kwa sura zote za dhulma. Kitu usichotaka wewe kufanyiwa usikifanyie ndugu yako Muislamu. Hapo utakuwa hukumdhulumu, utakuwa umempa haki yake, na mapenzi kwa Mwenyezi Mungu yatakuja. Wala yuslimuhu, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala usimsalimishe, manake kumpatia maadui zake wamfanyie vibaya. Wewe kuchukua ndugu yako badala ya kumnusuru kwa maneno, kwa vitendo, bali unamsukumia maadui zake, umekwenda kinyume cha mafundisho haya mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Na anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yuti'i ar-rasula faqad ata'a Allah, atakayemtii mjumbe wangu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amekwisha kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sisi tukimtii mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tumemtii Allah moja kwa moja, na tukimwasi vile vile tumemwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Tutakimbilia wapi? Ndio maana ndugu zetu, jamaa zetu wengine hapa wana matatizo mabaya mengi, maisha yao yamekuwa hovyo hovyo kwa sababu nia zao chafu, akili zimechafuka, maneno machafu, matendo maovu. Wanajifanyia dhulma wao wenyewe na wanawafanyia dhulma wanadamu wengine, na Waislamu na wasio Waislamu na viumbe vingine vinadhulumiwa. Kwa hiyo hawa ni mufsiduna fil ardh, wanaleta fasadi, uchafu na uovu hapa duniani. Tujirekebishe haraka sana. Waman kana fi hajatin, na atakaye katika haja. Ukimjua ndugu yako ana haja yoyote, wewe ukaichukua haja yake ukaifanya haja yako. Waman kana fi hajati akhihi, ikawa shida zake, matatizo yake ndio yako, sio katika shari, sio matatizo amedhulumu, badala ya kumnasihi alipe na anaweza kulipa, unaungana naye katika dhulma. Sio kazi yake ni kusengenya watu, kushambulia watu, kukashifu watu, wewe unaunga mkono. Huu sio ndugu, huu ni uadui wewe unamfanyia. Hata kama mtachangia haramu huko, mnauza haramu, mnanunua haramu, mnakula haramu, mnachangia katika maneno na matendo yote, hapa unakuwa hujamsaidia. Sio haja. Haja ni vipi? Haja ni kama vile tunazungumza, watu wengi wanakataa kushirikiana na kaka zao na dada zao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unao uwezo wa kumsaidia na hauna ujanja mwingine, au haujataka, au imekuwa wewe katika hali ngumu, unamsikia anakuja kukulilia, unamwekea vikwazo. Ukimwepuka haukumtimizia, na wewe una uwezo kumtimizia, Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuona na anakusikia, atakuharibia mambo yako. Lakini ukienda katika haja yake ukamsaidia, Allah Jalla Jalaluhu na wewe atakusaidia katika wakati ule. Utakuwa umesahau mahala ambapo huoni msaada utatoka wapi. Tusisahau kwamba tuko chini ya mbingu yake na tuko juu ya ardhi yake. Yeye ndiye ameumba uhai wote, naye ndiye anauendesha. Idhan waman kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, atakayekuwa tayari kumsaidia ndugu yake kwa hali na mali, Allah naye yuko tayari kukusaidia wewe wakati wote utakuwa na shida. Angalia sifa za maswahaba wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini walinusuru dini yake? Kwa nini walinusuriwa? Kwa nini walibashiriwa pepo? Na angalia hapa duniani, kwa sababu wanasifiwa ndani ya Qur'an, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Hata kama walikuwa na shida, lakini wakipata malalamiko ya ndugu Muislamu mu'min, tayari pale pale wanakidhi haja yake, hata kama yeye atakuwa ana shida,
hawakuwa na uchoyo katika nyoyo zao. Nyoyo zao walizitakasa, wakazimkabidhi Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa makarimu bila mfano kabisa, bila kupiga. Yani huwezi kupata mfano wa kupigia. Wa muhajiruna wanatoka Maka, wanakimbilia kwa ndugu zao wa Answari wa Madina. Wale wa Answari wakagawiwa ndugu zao na Mtume sallallahu kama vile alifanya undugu ungine pale kwa ajili ya kuifanya jamii ya Waislamu iwe na nguvu. Kwanza ni umoja. Hakuna jamii inakuwa na nguvu na maendeleo kama haina umoja, hata ikiwa ni jamii ya kikafiri licha ya imani. Kwa hiyo Mtume wetu Muhammad sallallahu akatumia siasa ya kuwachukua watu wa Maka na kuwapa undugu, kuwajengea undugu na watu wa Madina, japo kiimani wameshakuwa ndugu. Lakini akasema kuna kitu kinaitwa al-muakha. Wewe mtu fulani ndugu yako wa Madina, mtu fulani ndugu yako, na wewe hivyo hivyo. Wale waliopokea watu wa Madina, wengine walikuwa matajiri, wengine walikuwa na wake wawili watatu na kuendelea. Hivyo undugu uliwalazimisha wale wa matajiri wa Madina kushuka kutoka kwenye utajiri wao na vyeo vyao mpaka pale chini. Anampokea ndugu yake maskini kaja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, anamwambia ewe ndugu yangu, mali yangu yote ndio hii, mtaji wangu wote ndio huu, na wake zangu wote ndio hawa wawili au watatu. Mimi ninagawa mara mbili mtaji wangu, ili na wewe uchukue pesa uende sokoni ununue na uuze, uweze kujisaidia, kwa sababu mwanzo ni mgumu. Pia kwa sababu wewe ni mwanamume utahitaji mwanamke, na sasa hivi una pesa ya mahari na huwezi kupata mwanamke bila kumpa chochote. Kwa hiyo wake zangu ni hawa, angalia anayekupendeza. Sio alichagua mwanamke yule ambaye pengine kishazeeka au hampendi. Anachagua wake zake wote, anaweka hapa, anamwambia chagua, ni nani kakupendeza katika hao, nimpe talaka kisha umuoe. Kwa kuwa nia zao hawa ni takatifu, kwa kuwa matendo yao yamezidia imagination, yani fikra, mawazo ya kibinadamu, kwa kuwa mapenzi yalikuwa ni makubwa, wale watu wa Maka wanaona haya, wanajibu Allah akubariki katika mali zako, katika wake zako, baki na mali yako na baki na wake zako, mimi nionyeshe tu sokoni, najua namna gani nitajitahidi. Sasa leo kina dada wengine wako hapa, wanawake wazima, wengine wanachelewa kuolewa hapa Ulaya, na wa vijana wenzao, ndugu zao, kaka zao katika imani wamejaa, eti hatuwezi kukubali kuwa watu wawe kama hawana karatasi. Hata kama hana karatasi, wengine akija akimdanganya mwanamke kwamba ana makontena, sijui ana biashara, ana maduka huko na uongo mtupu, kwa kupenda pesa anakubali. Na yule anaamini kwamba akiwa na karatasi ndio atakuwa na maisha mazuri. Kwa hiyo madam hana karatasi za huko, basi hampi karatasi wala hakubali kuolewa. Ambapo unaweza kuwa na nia fulani mwanzo wa jambo, ikawa nia yako ni njema, lakini huna uwezo wa kufikia makubwa, hauna pesa, hauna chochote, lakini nia yako katika kwenda kuoa au nia yako kwenda kuolewa ni kujihifadhi, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kujikinga na zina, ambacho Muislamu anaweza akachukia nguruwe, akachukia pombe, akachukia nyamafu, akachukia vitu vingi sana, wizi, nini, mauaji, akawa hayumo. Lakini kama ana nguvu na ana pesa na imani imeshuka, atazini. Ndio maana mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuambia ndoa ni nusu ya dini. Muogope Mungu katika nusu nyingine iliyobaki, si bure.
Kwa hiyo sisi yanatusikitisha kuona tunatoa mawaidha, tunatoa mifano. Allah ameahidi kwamba mkifunga ndoa kwa ajili ya kumcha yeye, tayari yeye anakufungulieni milango ya kheri na riziki na starehe. Lakini mkifungishana ndoa hizo, au mkafunga ndoa kwa ajili tu ya kuchota vitu kwake, ya kupata sijui kitu kwake au chochote, Allah analeta matatizo na ndoa haiswihi. Astaghfirullah, ndoa inaswihi lakini haina baraka ndani yake. Kwa hiyo Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia, waman faraja an muslimin kurbatan faraja Allahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyama, na atakaye muondolea uzito kumfariji mtu alikuwa na matatizo ya kulipa deni, lakini alikuwa na nia kulipa na unajua hana uwezo kabisa, ukamlipia, umemfariji. Ukijua ndugu yako kule amekabwa, amefungwa kwa ajili labda ya dhulma aliyofanyiwa, ukaenda ukamsaidia akafunguliwa, umemfariji. Kila kitendo cha kumsaidia shida ambayo imempata hapa duniani, basi Allah anakuwa ahidi atakuondolea nawe shida katika shida utakazokuwa nazo يوم القيامه. Waman satara musliman satarahu Allahu يوم القيامه, na atakayemsitiri ndugu yake Muislamu, amemuona au amemsikia katika matatizo, aibu fulani, ubaya fulani, lakini yule aliyefanya ubaya amejitahidi kujificha, lakini bahati mbaya ameonekana, umemsikia au umemuona, ukimsitiri lillahi ta'ala, Allah anakuahidi atakusitiri na wewe na madhambi yako na uovu wako utakao kuja nao يوم القيامه. Badala ya kukuweka kwenye muzani na kutangazwa kama wewe ulifanya madhambi haya na haya na haya na haya huko duniani, Allah anakusamehe ile madhambi na anakusitiri, watu hawatojua kwamba uliwahi kuwa muovu kiasi fulani. Kaka zangu, ndugu zangu, turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya wakati, kabla ya vifo, kabla ya hasara kuwa nyingi. Tumependa sana dunia mpaka tunasahau kwamba tunakwenda kaburini, tunakwenda akhera mbele ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana hata Uislamu unatuwea mgumu na maisha yanatuwea magumu. Tujitahidi kwa haya machache tuliyosikia, tujenge undugu wetu na tusikubali kusambuka. Na yote atakayetaka kutusambua, basi Allah amsambue na sisi tumpige vita, na tutampiga vita kwa hali na mali hadi arudi kwenye undugu, amwombe Mwenyezi Mungu msamaha, au atake ndugu zake aliyowakosea kuwafedhehesha, kutokuwasitiri, kutokuwasaidia, kutokuwakidhi, na ukiwasaidia usitoi neno kwamba umewasaidia, usiwafichui. Lazima tuwe na adabu za dini ili tunusurike duniani na sisi, kwa sababu tuna shida nyingi, tuna haja, tunamhitajia Allah subhanahu wa ta'ala, tunawahitajia ndugu zetu, tuna haja ya kuwa kitu kimoja ili imani yetu iweze kutufikisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wema, na tumalize maisha yetu kwa uzuri. Atujalie tuwe tumeyasikia haya kwa nyoyo zetu na akili zetu za hifadhi, na atujalie tuyatie katika matendo. Atupe mwisho mwema, undugu wetu na imani yetu tuvishike kwa mikono miwili, ili Allah subhanahu wa ta'ala atufurahie na atujalie katika kundi la mtume wake, mtume wetu, mpenzi wetu, Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam يوم القيامه. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.